Safi bwana Mavala, karibu bwana. Uko vizuri? Niko vizuri ndugu yangu. Gani kabisa? Kabisa, niko afya njema, Mungu anasaidia kwa kweli. Bwana, kwa yule ambaye kujui, ungetamani kujua ni nani? Mimi naitwa Hafidh Haruna Shabani. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Agaba ambayo inajihusisha na uingizaji na utoaji wa mizigo bandarini na kwenye mipaka ya nchi yetu. Okay. Au clearing and forwarding, watu wengi wanaelewa hivyo. Hiyo ndio inakuwa lugha rahisi. Clearing and forwarding. Au sio bwana Mavala? Safi kabisa. Karibu sana bwana. Na kwenye mpira huko? Niko vizuri sana. Uko vizuri. Niko vizuri na lazima nituke interest. Mimi ni mwananchi kinda. Tumeshika nchi. Tumeshika nchi bwana Mavala. Bwana. Sawa bwana, yamekuwa mengi sana kwenye mpira wetu wa miguu. Nadhani umefuatilia na hususan uchaguzi. Ninakupigia simu kwamba kukuomba appointment. Karibu. Nashukuru kwanza ulinikubalia. Najua uko busy sana. Lazima nikupitie. Hili bwana linalotokea kwenye mpira wetu, kwenye nafasi ya uongozi, hasa kwenye nafasi ya urais. Kumekuwa kuna malalamiko mengi. Wewe ni mtu wa mpira muda mrefu. Komenti yako ni ipi kwenye haya ambayo yanatokea? Hata siku ya leo nimesikia sana kwenye mitandao, nimeona kumekuwepo na tatizo kubwa sana hasa kwenye nafasi za wanaogombea rais wa shirikisho letu. Wengi wameenda wamesema waweze wakapata endorsement kwa sababu watu wengi waishamuendozi mtu fulani. Imebaki mtu mmoja ambaye anaweza akaendozi mtu mwingine. Wamemtaja kabisa bwana. Bwana Karia. Kwamba wajumbe 46 kama 6 tayari wameshamuendozi bwana Karia. Kwa hiyo kimsingi yule mwingine ambaye anaenda tofauti na yeye hana sifa. Sasa hii nini kwenye uchaguzi wetu? Takiwa uchaguzi wa kidemokrasia. TFF ni shirikisho kubwa la mpira wa miguu wa nchi yetu. Lazima kila mtu apate nafasi, aonyeshe kama ana uwezo, wajumbe wamchague, kama hana uwezo ampige chini. Lakini ukiwazibia huku juu kwa juu inakuwa sio nzuri sana. Spana mbali kwa mbali. Angalau ingeenda mpaka mwisho. Huko karibia uchaguzi huko ndo watu wanapewa figisu. Lakini huku mwanzoni labda wanampenda sana. Hapana, sio kweli, sio kweli. Kama mtu unapendwa, wengi wapate nafasi alafu wewe uchaguliwe kwa kura na wajumbe. Sio watu ufanye wakose sifa alafu sema unapendwa. Hiyo haiwezekani. Watu wapate nafasi, wachukue fomu, wawe endorsed, waende kwenye mkutano mkuu, wajumbe wawape kura, kama hawataki wapige chini. Ndio inayotakiwa. Lakini ukisema kwamba watu hawana sifa, haiwezekani. Tumeshuhudia chaguzi nyingi za TFF, lakini hazijakuwa kama hivi. Na shirikisho ina maana lina shida. Kumekuwa na sintofahamu sana kwenye mpira wa nchi kutokana na mambo kama haya yanayotokea ndani ya shirikisho letu. Angalia hizo zozo ambalo mpaka sasa hivi lipo la dabi. Tangu tarehe 8 mpaka sasa lijesha bado. Lakini nashukuru Mungu kwa sasa naona kama limeisha kwa sababu sisi tumeamua sasa. Sisi tumeamua kwamba liishe na limeisha. Maana sisi ndio nchi, sawa? Hata tukisema mzee kitu kinakuwa. Tushasema hatuchezi. Majirani wakarukaruka, mwisho wa siku si umeona Mavala? Mechi ilikuwa tarehe 15. Wenyewe wameweka msitizo. Upi? Bado hajatangaza. Of course viongozi hajatangaza. Sasa wao, unajua tatizo wao hawaeleweki. Majikufa majikuja. Haya, walisema siku ile kwamba bwana tofauti na tarehe 15 hawatacheza mechi. Je, huo msimamo bado una prevail au inatakiwa iweje? Maana hatuelewi wanataka nini. Haya, ile barua yao tarehe 7 kuamkia tarehe 8. Walisema bwana hawatacheza mechi yoyote mpaka wale wahuni wafanyeje? Waadhibiwe. Je, wameadhibiwa? Sijui ndio. Mavala wameadhibiwa? Tuulize nyinyi. Sasa tarehe 15 wanataka wacheze, maana yake nini sasa? Haiwezekani. Wao wanasema wanaitambua dabi ambayo imepita. Haiwezi kawa hivyo, maana tumesikia mwenyekiti wao, sawa? Anasema bwana waliopanga mechi ya tarehe 15 ndio wamepanga tarehe 25. Watu waingie uwanjani, bunge lipigwe, tuone bingwa nani. Muone bingwa nani. Maana sasa hivi bwana bingwa ni yule ambaye siku ya mwisho. Tarehe 25 ndio mwali yuko pale. Haya tuone sasa. Sasa wanaitaka Yanga. Sasa tumekuja sasa wajitokeze. Wajitokeze, lakini wanasahau kwamba Yanga kimsingi ndio anatoa mwelekeo wa mpira wa nchi hii. Sasa unaweza kurukaruka. Sisi tunataka kwamba tufanye hivi na tuna msimamo. Tukishaamua letu mzee tuende nalo mpaka mwisho. Iweje.
Huo ndio msimamo wa Yanga. Wewe unadhani pale kuna namna ambavyo Simba alikuwa anapendelewa kabla viongozi hawa hawajaachishwa, mzee Kasongo lakini pia mzee Mguto? Sasa yaliyotokea tarehe 8 moja kwa moja tunaona kwamba wale jamaa walipendelewa. Kwa sababu mimi kwa maoni yangu ule ulikuwa ni mchoro. Simba walijua atakapoangukia. Ile ni mchoro, hakutaka mechi ile. Kwa hiyo hizo figisu unazo sijui watu wamezuia uwanjani sijui nini ni uongo. Kwa sababu ulikuwa ni mchoro ambao ni mchoro umepangwa, tuligundua hata yule kigogo inawezekana alikuwa kwao. Yule aliyepiga simu. Kwa sababu gani? Utazuiwaje wakati manager wa uwanja hajafungua uwanja? Ule uwanja ulikuwa umefungwa. Manager hakuwepo. Sasa utazuiwaje sasa? Nani kakuzuia? Alikuwa kigogo wenu ni? Haiwezekani. Angekuwa kigogo sisi tungemsharadia tuweze kufanyaje? Kigogo atakuwa upande wa pili. Huyo kigogo ndugu yangu. Kwa hiyo hata hivyo nashukuru Mungu kwamba nimepata suluhisho. Kwa hiyo hawana namna, lazima wacheze. Na safari hii hakuna namna, hakuna chochoro, lazima wacheze. Lazima wapige. Hakuna namna. Hakuna namna. Bwana sawa, ungetamani mpate kiongozi namna gani kwenye nafasi ya urais? Bwana Mavala, katika nchi hii ni ngumu kumpata kiongozi ambaye aidha sio Simba au Yanga. Hakuna Mtanzania yote ambaye aidha sio Simba au Yanga. Lakini la msingi ni kufuata kanuni na taratibu. TFF ina miongozo. Hizi timu za Simba na Yanga usipokuwa makini zitakuyumbisha. Kwa hiyo tunataka kiongozi hata kama ana timu yake. Walikuwepo viongozi wengi. Tunamkumbuka Mzee Tenga. Yeye tunajua ni Yanga kindakindaki. Lakini alisimamia mpira? Alisimamia mpira? Uliona kuna makando kando kama haya? Na transformation zote ambazo wanaziona TFF ni yeye Mzee Rod Gachila Tenga. Kwa hiyo tunataka kiongozi ambaye ataenda pale TFF afuate kanuni na miongozo yake, sio kufuata matashi ya nafsi yake, atatuharibia mpira wetu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na wasa wajumbe wa TFF wa mkutano mkuu wakienda kumchagua kiongozi wetu waangalie hayo, wasifanye kazi kwa mazoea. Na sijajua utaratibu ukoje, lakini kwa hiki kinachoendelea mpaka leo nilichosikia kwa viongozi kukosa endorsement, tatizo kubwa sana. Mimi nadhani bora hata uchaguzi usiwepo sasa. Kwa sababu hamna demokrasia. Kwamba apitishwe tu. Sasa maana yake ina maana wale wengine wanakosa sifa. Kwenye mkutano mkuu wa bodi ya ligi wajumbe wenyewe walisema jamaa apite bila kupingwa. Sasa hao wajumbe ndo wale wale sasa wajumbe wenyewe ndo wale wale. Ndio maana sisi tunataka tufix ile kitu yani. Tumeanza na hawa kina Kasongo, Mzee Mguto, bado tunaendelea kuchambua ni kuwatoa wote hao. Kumbe bado matako mengi hajatimia 100%. Kwa hiyo bwana, uchaguzi mimi naona huu utakuwa ni uchaguzi wa ajabu sana. Tumeshuhudia chaguzi nyingi za TFF lakini haikuwa hivi. Hata ile kipindi kilichopita nakumbuka aligombea Alimayaye akakosa sifa. Ni utaratibu huu, watu mnakabiwa juu huko amfiki. Kwa hiyo bwana, mimi kwa kweli nilikuwa naomba bwana uchaguzi huu uchaguzi wa kidemokrasia. Na tuchague kiongozi ambaye atafuata kanuni na taratibu na miongozo ya TFF. Nawe mpenda haki na mcha Mungu. Ndio swala la msingi ndugu yangu. Sawa. Kuna changamoto zipi ambazo mnazipata mnaposafirisha mizigo yenu kutoka China mpaka huko? Changamoto zipo nyingi kadhaa. Inawezekana labda mzigo umechelewa tofauti na matarajio ya mteja, itakuwa ni shida. Wakati mwingine unaweza ukafika mteja pengine hana kiasi cha kumalizia mambo ya kodi na nini. Kuna changamoto nyingi lakini nyingi huwa tunazihandle kimsingi. Kwenye swala la uaminifu ndo nadhani linakuwa tatizo sana makampuni mengi ambayo yanahusika na clearing and forwarding. Kwenye kampuni yenu kuna uaminifu kiasi gani? Sisi ni uaminifu kimsingi. Mpaka sasa hivi hatujawahi kupata malalamiko yote ya wateja wetu. Na ndio maana kabla mteja hajaengage na sisi hajaagiza mzigo, tunamwelekeza kila kitu ambacho inatakiwa kifanyike. Kuanzia anaagiza mpaka mzigo unamfikia. Na mara nyingi ndio tunamuita aje ofisini hapa aone ofisi yetu ili kusudi kitokea changamoto yoyote ya kibinadamu, lakini sio haya mambo ya ujanja aweze kuja na tunamsaidia.
Na bahati nzuri tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi hatujapata matatizo ya uaminifu katika ofisi yetu. Tunaendelea vizuri na wateja wanafurahi na huduma zetu. Hamjapata kesi za kupotea kwa mizigo? Hapana, hatujapata. Namshukuru Mungu. Upo miezi naenda. Hapana, hiyo hatujapata kwa kweli. Okay. Hatujapata malalamiko yote ya mteja yote kuhusiana na mambo yetu haya. Okay. Na mwisho mnapata nafasi ya kumwelimisha mteja. Yes. Watu wengi tunasema tunaagiza mizigo China, wakati mwingine hatuna hiyo elimu ya. Hapana. Mteja kabla hajafanya chochote. Kwanza wengi wanakuwa wajui utaratibu. Wanakuja hapa tunaelimisha, tunawapa elimu namna gani ya kuagiza, mzigo unafika vipi, anauchukuaje mzigo. Wengi wanakuwa wanatuelewa. Na ni jukumu letu kama watu wa fani hii kuweza kuwapa elimu wateja wetu. Miongoni mwa masharti ya hizi kampuni zetu ya clearing, lazima mteja umwelimishe na umtetee. Usimpendelee, lakini umtetee. Umtetee vizuri. Bana sawa, nakushukuru. Asante sana Bwana Mavala. Karibu sana. It's not a game, it's a rich thing.